Kuna wakati unahisi Mungu yupo kimya kabisa. Unaomba lakini huoni badiliko. Unaimba lakini hausikii chochote. Nimekuwa hapo pia. Na ukweli ni huu, huenda ni kwa sababu ya dhambi ambazo zinazuia dhamiri zetu. Au ni hali tu ya kawaida ya maisha ambayo inachosha roho zetu. Lakini bado kuna tumaini. Kuna hatua ambazo nilizitumia na ambazo zilinirudisha karibu. Na leo natamani nishiriki na wewe. Moja kabisa, kutambua dhambi. Roho Mtakatifu huamsha dhamiri yako na kukufanya wewe uweze kutambua dhambi na kutambua makosa ambayo umeyafanya katika maisha yako na uchukizwe nayo moyoni. Katika kitabu cha Yohana 16 fungu la 8 imeandikwa, naye akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Hilo ndilo jambo la kwanza, yani kutambua dhambi. Na ambaye anatuwezesha kutambua ni nani? Roho Mtakatifu, ambaye anatuhakikishia juu ya habari ya dhambi, haki na hukumu. Jambo la pili au hatua ya pili ni kukubali msaada wa Mungu. Sisi wenyewe hatuwezi kujisaidia, na pasina msaada wa Mungu hatuwezi kujiokoa. Kwa hiyo tunahitaji kukubali msaada wa Mungu, ya kwamba yeye ndiye pekee anaweza kutuondoa katika shimo la uovu na ambalo tumetumbukia, ambalo mioyo yetu haiwezi kutoka mpaka Mungu mwenyewe ametushika na kutuokoa. Ayubu 14 fungu la 4 imeandikwa, ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Lakini Warumi pia 8 fungu la 7 imeandikwa, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa lugha hii ni kwamba elimu, ustaarabu na kujibidisha zina mahali pake katika maisha haya ya duniani, lakini hazina uwezo wa kutuokoa wala kutubadilisha wala kutusafisha. Ni Mungu pekee awezaye kufanya hivyo. Pengine hizi hekima na elimu vyaweza kumfanya mtu awe na mwenendo mzuri machoni pa watu, lakini haviwezi kumwokoa wala haviwezi kutakasa hata chembe moja ya maisha yake. Ni lazima kuwepo na uwezo mwingine ambao unapatikana tu kutoka juu kwa Mungu. Jambo la tatu ni kuungama dhambi na kuiacha. Mithali 28 fungu la 13 imeandikwa, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kutubu kunajumuisha huzuni dhidi ya dhambi. Huzuni, kuichukia dhambi, kuiona haifai kabisa tena. Na haiishii hapo, inaendelea kwa kugeuka na kuachana nayo kabisa. Hatutaweza kuikataa dhambi kabisa mpaka pale ambapo tutaona ubaya wake uliopo ndani yake. Na hapata kuwa na badiliko lolote ndani yetu mpaka pale ambapo tutabadilika au tutageuka na kwenda mbali na hiyo dhambi. Endapo umemfanyia jirani yako uovu, ya kupasa umwombe msamaha, na atakapo kusamehe basi ugeuke na usirudie tena. Lakini pia baada ya hapo ya kupasa uende ukamwombe tena Mungu msamaha, ili aweze kukusamehe na kukupa mwanzo upya wa maisha. Kwa sababu huyo mwanadamu mwenzio ni kiumbe wa Mungu mzuri kabisa, na kumfanyia yeye makosa na kumkwaza ni kumkosea Mungu wa mbinguni, kwa sababu yeye ndiye aliyemuumba. Baada ya kuungama na kuacha, hatua ya 4 ni kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Katika kujitoa huku ni kuachana na vitu vyote ambavyo vinatengeneza gap la kutuondoa tushindwe kumfikia Mungu. Na kwa ajili hiyo Mungu anasema, bali kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hiyo ni Luka 14 fungu la 33. Na hivyo basi, hata liwepo jambo gani ambalo litatuvuta ili tuweze kumwacha Mungu, ni lazima tusimame thabiti na kutangaza wazi wazi ya kwamba hatuwezi kukubali kuendelea nalo hilo jambo. Na baada ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu, jambo la 5 na la mwisho ni kuishi maisha mapya. Katika Biblia kule kuongoka ambako kunatufanya tuwe watoto wa Mungu kunaitwa kuzaliwa upya. Tena kunafananishwa kuota kwa mbegu njema kama zile ambazo mkulima anakuwa amezipanda.
Kwa hiyo wale wote ambao wameongoka na kumpokea Yesu Kristo na kuanza kuishi maisha ya Kristo wanahesabiwa kuwa kama watoto wachanga. Na hii tunaipata katika Petro wa kwanza 2:2. Na tena tunaambiwa ni lazima wakue na hata kufikia viwango vya juu kabisa katika Kristo Yesu. Au kama vile tulivyosema kuhusu mbegu, wanatakiwa wakue hata kufikia point ambayo watazaa matunda mema kwa ajili ya Mungu. Na Isaya anasema katika kitabu cha Isaya 61:3 ya kwamba wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Hivyo basi viumbe hivi vya asili kama mimea vinatumika kutuonyesha namna gani maisha yetu ya kukua katika Kristo yanapaswa yawe. Ikiwa umeangalia video hii mpaka mwisho, hii sio kwa bahati mbaya. Ni Roho Mtakatifu anakuvuta ili uweze kuendelea kusikia maneno yake akisema nawe. Chukua hatua moja leo. Usingoje mpaka uwe tayari. Njoo kama ulivyo, naye atakubadilisha na kukufanya uwe kiumbe kipya. Dhambi zako si nyingi kuliko neema yake ambayo ameitoa kwako na kuliko kifo chake pale msalabani. Kama ujumbe huu umekugusa, andika katika comment section leo najitoa, kisha ushiriki na watu wengine waweze kupata ujumbe huu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yetu. Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Asante.